Ikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Makamu wa Rais ashiriki ibada ya kumwaga Askofu Bernardini Mfumbusa. Na kwa kimataifa, DRC na Uganda zaokoa mateka 200 mikononi mwa ADF. Na katika michezo, TFF ya saini mkataba na kampuni data ya Beta TQ. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema taifa litaukumbuka mchango mkubwa aliyeutoa marehemu Askofu Bernardini Mfumbusa enzi za uhai wake, ikiwemo kuwa kiungo muhimu wa kuunganisha Kanisa Katoliki na madhehebu mbalimbali pamoja na dini zingine. Makamu wa Rais amesema hayo mara baada ya kushiriki ibada ya kumwaga na kumwombea askofu wa Jimbo Katoliki Kondoa, marehemu Askofu Bernardini Francis Mfumbusa, iliyofanyika katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Paulo wa Msalaba, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Historia ya nchi yetu haitasahau mchango wake katika kuhamasisha elimu kwa Watanzania na wana Kondoa. Alikuwa na mchango wa pekee katika kutambua kwamba elimu ni ufunguo wa maisha ya binadamu, na alifanya hivi kwa vitendo katika kuhakikisha vijana wetu wanapata elimu. Lakini vile vile, kwa kutambua umuhimu wa afya kwa watu wetu, alifanya kazi kubwa sana ya kuhamasisha na kusimamia ujenzi na uendelezaji wa huduma za afya katika jamii ya Kondoa na katika nchi yetu. Lakini vile vile, akiwa mbobezi wa taaluma ya elimu ya mawasiliano na habari, amekuwa mwalimu, mwelekezaji kwa watu wengi katika nchi yetu, wakiwemo baadhi ya watumishi wenye nyadhifa za juu katika serikali. Hakuna mtu ambaye amepata kuwa mwanafunzi wake ambaye hatamkumbuka kwa weledi wake na uwezo wake mkubwa, lakini hamu yake kubwa ya kusambaza elimu alionayo kwa wengine. Lakini kubwa kuliko yote, marehemu Askofu Bernardini Mfumbusa alikuwa kiungo cha pekee kati ya Kanisa Katoliki, madhehebu mengine ya Kikristo, lakini pia madhehebu mengine ya Kiislamu na dini zingine mbalimbali. Anakumbukwa kwa kutaka dini zote zifanye kazi kwa kuheshimiana, kwa kushirikiana na kwa kupendana. Kwa kifupi, Askofu Bernardini Mfumbusa atakumbukwa kwa kutimiza wajibu wake kwa binadamu, kwa kutambua tunayo maisha tunayoishi leo, lakini vile vile kutimiza wajibu wake kwa Mungu kwa kutuongoza katika njia ya kutuelekeza katika uzima wa milele. Ibada hiyo imeongozwa na askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, Mhashamu Wilbrod Kibozi, na kuhudhuriwa na maaskofu mbalimbali, mapadri, watawa, viongozi mbalimbali wa serikali na wananchi. Kutoka Dodoma, Laisaidi, Sky TV. Wakulima wa kijiji cha Mbuyuni wilayani Mbarali wameiomba serikali kuingilia kati kutatua kero ya wafugaji kuchunga mifugo kwenye mashamba yao kabla ya kuvuna, wakieleza kuwa hali hiyo inahatarisha imani, huku wakidai baadhi ya wafugaji huwadhuru wakulima wanaojaribu kuzuia mifugo kuingia katika mashamba yao. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Licha ya kijiji cha Mbuyuni wilayani Mbarali kuwa katika mpango wa matumizi bora ya ardhi, ambapo serikali imetenga maeneo maalum kwa ajili ya kilimo na ufugaji, bado wafugaji wanalalamikiwa kukiuka mpango huo kwa kupeleka mifugo kwenye maeneo ya kilimo na kusababisha usumbufu kwa wakulima. Tunakuja huko saa 12 kulinda mazao yetu kwa sababu wafugaji wanaingiza kwenye mashamba. Kwa hiyo tunashinda huku muda wote, tunakuwa kwenye mashamba huku. Ukijibu vibaya wanakupiga viboko. Niko huku shambani nalinda mazao yangu kuanzia mwezi wa 12 mpaka hivi leo. Na hao wafugaji wanatutishia kweli. Na hao hao wenyekiti wetu hatukiwaambia hawatusaidii kitu chochote. Wakulima sisi tunapata tabu kwa sababu wenzetu hawataki kutujali. Hata viongozi wenyewe hawataki kutuelewa. Yaani jinsi tulivyo, yani tunateseka. Tunavuna mazao wakati mateta. Kutokana na kero hiyo,
Wakulima wanaeleza athari wanazozipata kufuatia wafugaji kupeleka mifugo kuchunga kwenye mashamba yao. Mara ya kwanza ng'ombe zimeingia shambani, siku matatizo nilikuwepo. Mara ya kwanza zilipoingia nikawafukuza wale watu, walimuona mwanamke akaja yuko peke yake. Nilikuwa sehemu nyingine, nilikuwa nakata miti kwa kutengeneza fence kwenye ile shamba. Baada ya kuona mke wangu alivyokuwa anafukuza zile ng'ombe, wale wasukuma walijinua fimbo wataka kumpiga. Walivyoniona mimi natokezea na panga, wakaanza kukimbia, wakazitoa zile ng'ombe, wakakimbia. Sikutaka kufukuzana nao, nikawaacha tu, wakawa wameenda. Lakini cha ajabu, baada ya siku ngapi hivi wakaja wakalisha. Tunaingiliwa njaa kwa ajili ya Wasukuma. Tunalima kwa bila sababu, hatuteseki. Lakini kwenye kifuno tunafuna kwa shida. Mipunga tunafuna kwa shida. Hivi saa hizi tumepangiwa waingizage ng'ombe mwezi wa 7 tarehe 1, lakini sasa wenyewe ndio wameingiza ng'ombe kwa muda huu. Tunafuna mahindi bado machanga. Kiongozi wa wakulima wa kijiji cha Mbuyuni Enoki Mwashitete ameeleza hatua walizochukua kukabiliana na changamoto hiyo, lakini hadi sasa hazijaleta mafanikio yaliyotarajiwa. Tumechukua jitihada kadhaa kuanzia ngazi ya chini, lakini vile vile tumeenda kumuona mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa maana ya vile vile kumpelekea taarifa kwa maandishi, lakini kwa bahati mbaya sivyo hajaweza kufika mpaka muda huu. Akizungumza kwa njia ya simu na Sky TV, mkuu wa wilaya ya Mbalali Brigedia Jenerali Maulidi Sulumbu amekiri kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi na kueleza msimamo wa wilaya hiyo kuhusu suala la wafugaji na wakulima. Ni kweli nimepata hiyo, na nafikiri this week kwenye ratiba yangu nina ziara ya eneo hilo. Msingi sasa hivi tunachosisitiza ndio mfugaji awe na eneo lake na asichunge, badala yake afuge. Hiyo ndio tunaendelea kukumbushana na kuelimishana kwenye kila kata tunakopita. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Zaidi ya 40% ya matumizi yote ya afya nchini yanachangiwa na sekta binafsi, hali inaonyesha kuwa sekta hii ni muhimili muhimu si tu katika utoaji wa huduma bali pia katika ufadhili wa sekta ya afya. Haya yamesemwa na naibu waziri wa afya Mheshimiwa Dr. Florence Samizi wakati akifungua kongamano la kitaifa la wadau wa sekta ya afya binafsi lililofanyika katika ukumbi wa mikutano wa jiji la Dodoma uliopo mjini wa kiserikali Mtumba. Ndugu washiriki, kongamano hili linatupa fursa adhimu ya kutafakari kwa kina kuhusu nafasi ya sekta binafsi katika mfumo wa afya wa taifa letu. Takwimu zilizopo zinaonyesha kwa uwazi mkubwa nafasi na uzito wa sekta binafsi katika mfumo wa afya wa taifa letu. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya matumizi yote ya afya nchini yanachangiwa na sekta binafsi. Hali inaonyesha kuwa sekta hii ni muhimili muhimu si tu katika utoaji huduma bali katika ufadhili wa sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nichukue nafasi hii kutambua na kupongeza mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea katika sekta ya afya. Lakini tumeona ongezeko kubwa sana la utoaji wa huduma za ubingwa na ubingwa bobezi. Hatuongelee tu huduma za msingi, lakini hata kwenye ubingwa na ubingwa bobezi. Ziko hospitali zetu za private sasa hivi zimejipambanua kutoa huduma nyingi sana katika specialized na super specialized care. Mheshimiwa Waziri, mimi niko wazi kabisa na ninakiri kwamba na lazima nipongeze, tunazo hospitali za private ambazo sasa hivi zimepata ithibati za kimataifa. Nafikiri Aga Khan wako hapa. Na tumewapa sisi task Aga Khan. Wakibaki peke yao kuwa na ithibati za kimataifa haiwasaidii. Haiwasaidii kabisa, kwa sababu wagonjwa wanaokuja nchi hii kutoka ndani na nje ya nchi hawezi kuwamaliza. Sisao, I responded to your letter. Nikasema kabisa kwamba sasa hivi wachukue nafasi kwa kushirikiana na taasisi nyingine zote tumalizie ule mfumo wetu wa accreditation na certification wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi ya ushauri binafsi imeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuimarisha, kushauri, kuendeleza viwango vya utoaji wa huduma katika hospitali binafsi nchini. Na katika utekelezaji huu, bodi imejikuta katika mambo makuu yafuatayo. Kwanza, kusajili vituo binafsi hapa nchini. Lakini cha pili, kusimamia na kufuatilia ubora wa huduma zinazotolewa. Na cha tatu, kutoa mwongozo na maelekezo ya kitaalamu kwa watoa huduma. Na kushughulikia changamoto na migogoro inayojitokeza katika utoaji wa huduma. Hapa tunaita nurturing. Ndio slogan tunayotembea nayo, kuhakikisha kwamba hatumpotezi hata mmoja.
na ili wote waweze kufika mbele kufikia malengo ya kusaidia gurudumu la taifa. Katika muktadha wa sasa wa mageuzi ya sekta ya afya, hususan kuelekea utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, jukumu la bodi linakuwa kimkakati zaidi. Tunapaswa kuhakikisha kuwa vituo binafsi vya kutolea huduma za afya vinakuwa tayari kushiriki kikamilifu. Moja kwa moja mtazamaji, tuelekee jijini Dar es Salaam. Ngome ya vijana ya chama cha ACT Wazalendo imeshauri serikali kuongeza fedha kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana ili kuwezesha vijana wengi kunufaika kiuchumi. Ushauri huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa ngome ya vijana ya ACT Wazalendo Abdul Nondo wakati akizungumza na vyombo vya habari, ambapo amesema idadi ya vijana nchini bado ni kubwa na kuna uhitaji mkubwa wa kufanikisha malengo yao. Katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka siku ya jana, tumechambua maeneo matano mahususi ambayo aliyoyazungumzia. Tumekuwa katika kuzungumzia kuhusu uwezeshaji wa vijana kwa muda mrefu sana. Jambo la kwanza ambalo tumeliona ni uwiano usiokidhi kwenye bajeti ya wizara kati ya fedha ya matumizi ya kawaida na fedha za miradi ya maendeleo. Idadi ya vijana nchini ukilinganisha na mahitaji yao, bado kuna uhitaji mkubwa sana wa fedha za kuwezesha vijana. Tunaungana na hoja ya mbunge wetu na katibu mkuu wetu ndugu Ado Shaibu aliyeongea bungeni siku ya jana kuitaka serikali iongeze fedha katika mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kurejesha fedha zote za vijana kati ya bilioni 200 zilizopelekwa wizara za kisekta ili kuvimbisha mfuko wa maendeleo ya vijana. Mwenyekiti huyo wa ngome ya vijana ya ACT Wazalendo akashauri kupunguzwa kwa masharti kwa kuwa yanakwamisha vijana wengi kupata mikopo. Tuliamua na sisi kuomba ili tuone umo changamoto gani zipo, vijana wanapitia changamoto gani. Mimi niliomba na tulibahatika kupata changamoto kadhaa ambazo zilizuia vijana wengi kuomba hizo fedha. Unapokwenda serikali za mitaa, maki walisema uwe na barua ya serikali za mitaa. Ukienda serikali za mitaa ili wakuandikie barua ya utambulisho, ni lazima uwaambie ofisi yako ya biashara ipo wapi. Lakini kuna vijana ambao walishindwa kuendelea kwa sababu wanaulizwa ofisi yako iko wapi? Yeye hana ofisi, ndio anaanza. Wizara ya Maendeleo ya Vijana ipitie masharti haya na kuondoa masharti yote ambayo ni kikwazo kwa vijana, kuanzia hiyo leseni ya biashara isiwe lazima kwa ambaye hana. Kijana yeye anajua kupika chips vizuri sana, lakini hana jiko, hana nini. Alafu nimwambie tafute leseni, anaipatia wapi? Muwezeshe kwanza, msaidie, msimamie, halafu atatafuta leseni. Serikali kupitia waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka tayari imewasilisha bungeni bajeti ya shilingi bilioni 35 kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027 kwa ajili ya shughuli mbalimbali za wizara hiyo. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Kambi ya matibabu ya siku 5 yafunguliwa mkoani Songwe. Karibu tena mtazamaji, kama ndo unaungana nasi, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV. Langu jina ni Zinazile Mswima. Mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame amefungua rasmi kambi ya matibabu ya siku 5 inayotolewa na madaktari bingwa wabobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe. Katika ufunguzi huo ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi ili kunufaika na huduma hizo muhimu. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Mheshimiwa Makame amesema kuwa katika siku ya kwanza pekee zaidi ya wananchi 300 waliopatiwa huduma mbalimbali za afya, jambo lililoleta faraja na matumaini kwa wakazi wa eneo hilo. Na wako baadhi ya wananchi mimi nimeonana nao, nimezungumza nao na wanafurahia sana huduma hii ambayo mmekuwa mkiitoa na mmeanza kuitoa leo hii katika hospitali yetu hii ya rufaa ya mkoa. Nitumie fursa hii nirudie tena kuweza kuwashukuru sana, lakini pia kuwapongeza uongozi wa idara ya afya ngazi ya mkoa chini ya mganga mkuu wa mkoa
lakini kuwapongeza uongozi wa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa chini ya mganga mfawidhi, lakini kuwashukuru sana madaktari wetu bingwa kutoka katika mikoa mbalimbali kwa wito wenu mliokuwa nao, lakini kwa kazi kubwa ambayo mmekuja kuifanya kwa ajili ya wananchi wenzetu wa mkoa wa Songwe. Nitumie fursa hii kuweza kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Songwe na waandishi wa habari, mtusaidie kufikisha taarifa kwa wananchi kwamba kambi ya madaktari bingwa na bingwa bobezi imeshaanza kufanyika katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, na itafanyika kwa muda wa siku 5 kuanzia leo siku ya tarehe 20 mpaka siku ya tarehe 24. Kwa upande wake, mganga mkuu wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe, Dr. Juma amebainisha baadhi ya changamoto zinazoikabili hospitali hiyo, ikiwemo upungufu wa vifaa tiba. Mkoa pamoja na malengo haya bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwepo pamoja na uhaba wa baadhi ya vifaa tiba vya kisasa, lakini pia rasilimali watu ya kutosha itakatuwezesha kutoa huduma hizi za kibingwa na bingwa bobezi, ambapo zitatusaidia badala ya kualika wataalamu kutoka mbali, basi wataalamu watakuwa hospitalini kwetu hapa na wananchi wataweza kupata huduma hizo bila kusubiri muda mrefu. Naye kiongozi wa kambi hiyo, daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya moyo, Dr. John Meda, ameahidi kuwa watahakikisha kila mwananchi atakayefika katika kambi hiyo anapata huduma stahiki. Kwa hiyo kambi hii ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ambayo ulitupatia, kwa sababu baada ya hapo ofisi ya katibu tawala wa mkoa kwa kushirikiana na mganga mfawidhi wa hospitali hii tumekuwa tunafanya, na hii si ya kwanza, zipo ambazo tumefanya ngazi ya halmashauri. Tumeweka kambi hapa Mbozi kwa maana kutumia madaktari wetu kutoka hospitali hii ya rufaa ya mkoa, lakini na kualika madaktari nafikiri kutoka hospitali ya kanda. Lakini hii ni awamu nyingine ambayo imekuwa na mjumuiko wa madaktari kwa idadi kubwa zaidi. Mimi na wenzangu tunaahidi kutumia muda huu vizuri na kuona kwamba tunawahudumia wagonjwa wote kwa idadi itakayokuwepo hadi watakapomalizika, iwe mchana iwe usiku, mvua jua, tutahudumia wagonjwa wote watakaokuwa wamehudhuria mpaka watakapokuwa wameisha, na tunaamini kwamba tutabadilisha hatima yao na kurejesha furaha pale ambapo imekosekana. Aidha, baadhi ya wananchi waliopata huduma wameeleza kufurahishwa na ubora wa huduma hizo, huku wakiomba kuongezwa kwa muda wa kambi hiyo ili watu wengi zaidi waweze kunufaika. Maliango Mogeta, Sky TV. Sasa hivi zinasumbua watu kupooza, ndio shida ambazo zipo kwenye mkoa wetu kwa sasa. Na kwa sababu wengi hatufanyi vipimo kabla mpaka uje upate na tatizo, mtu ameparalyze. Wanawake na watoto nchini wameonekana kupitia wakati mgumu zaidi katika matukio ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu ikilinganishwa na makundi mengine. Hayo yamebainishwa katika ripoti ya hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu mwaka 2025 ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu iliyozinduliwa jijini Dar es Salaam. Manusura 8 kati ya 10 wa ubakaji ni wasichana. Sawa, na nusu ya matukio ukatili dhidi ya watoto yanayoripotiwa polisi kila mwaka yanakuwa ni ubakaji, sambamba na ukatili wa kijinsia, hasa ukiwaathiri wanawake, hususan kwenye upande wa ukatili wa kimwili. Wanaofanya zaidi ukatili wa kimwili kwa wanawake ni wenza wao, awe ni mume au awe ni mpenzi. Takwimu zinaonyesha zaidi ya matukio 400 yanatokea kila mwaka tangu mwaka 2020, na asilimia kubwa sana, zaidi ya 90% yanatokea Tanzania. Baada takriban 2/3 yanatokana na tuhuma za wizi. LHRC inatoa wito kwa serikali na wadau wote kuchukua hatua za haraka na madhubuti na za kimkakati ili kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu, kuongeza juhudi za kuzuia na kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto, ikiwemo kupitia kupanua huduma za msaada wa kisheria na wa kisaikolojia. Tuangazie taarifa nyingine, mtazamaji, kutoka kule mkoani Morogoro. Mkuu wa wilaya ya Morogoro Bwana Musa Kilakala amewaagiza wakazi wa kitongoji cha Waga, kijiji cha Dimilo, kuhama mara moja katika maeneo yaliyoathiriwa na maporomoko ya tope kwa ajili ya usalama wa maisha yao. Agizo hilo amelitoa baada ya kutembelea eneo la maafa
na kushuhudia athari kubwa zilizojitokeza, ambapo amewasisitiza kuwa serikali tayari imeanza kufanya tathmini ya kina kubaini idadi kamili ya nyumba na mali zilizoharibiwa. Mimi niwape pole sana wananchi wa kijiji cha Dimilo, kitongoji cha Waga kwa kadhia hii ambayo nyinyi wenyewe mashahidi mnazungumza kwamba halijawahi kutokea jambo kama hili. Limekuwa geni kwenu, na sisi serikali tayari tushatuma wataalamu kwa ajili ya kufanya tafiti kujua ni nini hiki ambacho kinaendelea. Lakini wakati serikali inaendelea kuchukua hatua, niwaombe sana wananchi ambao mliopo karibu na eneo hili ambalo linaleta madhara kila wakati kuchukua tahadhari ya kuhama katika maeneo haya. Mwelekeze mkurugenzi wa halmashauri, afisa elimu yupo. Shule hii ya Dimilo, shule ya msingi kwa sasa, kwa sababu wanafunzi wetu wanasoma hapa, ni kufungwa kwa muda mpaka pale tutakapojiridhisha na hali hii na litakapotoka tamko jingine. Wanafunzi wanaosoma hapa tutawatafutia shule za jirani ili waendelee kusoma kama kawaida. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa tunapozungumza kwa kadhia hii ambayo imeendelea na imetupa changamoto kubwa, hatujapata tukio lolote la kifo, hatujapata tukio lolote la mwananchi yoyote kuumia ama kupata kadhia yoyote ya mwili wake, na jambo lingine ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Msisitizo ni tuendelee kuchukua tahadhari katika jambo hili, na wale ambao nyumba zao na maeneo yao yamesongwa na tope hili ama zimekatika, kamati ya maafa itaendelea kufanya tathmini ili kujua ukubwa gani zimeathirika hizo nyumba na maeneo yenu, ili kama serikali tukishirikiana na nyinyi wananchi na mbunge wenu na viongozi wenu wa kijiji, viongozi wenu wa kata, tuone namna tunachukua hatua gani ili wananchi kurudisha furaha yao na tabasamu lao ambalo walikuwa wakifanya kazi kila siku na muda wote na wakiishi katika maeneo haya. Tunashukuru Mungu kwamba hakuna mtu wote tuliopata kifo katika haya maafa. Hatukupata haya mtu wote kupotea. Hiko ndio tunachoshukuru. Jambo hili kwa kweli naliona ni geni, kwa sababu toka miaka yote hiyo nimeishi na wazee, hawajatusimulia habari kama hii. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona ni kitu kigeni sana kimejitokeza kwetu. Ni wasi wazazi wenzangu kwamba tuwe waangalifu kwa watoto zetu, kwa sababu hii hali bado inaendelea, sio kwamba ndio imeishia. Kwa hiyo tuwe waangalifu kwa watoto wetu, tusiwe mbali nao. Mapumziko yafuatayo yatatunganisha na Mohamed Mwagesa katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV.
Biashara na uchumi. Na zifuatazo sasa ni habari za uchumi na biashara kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mohamed Magesa. Chama cha wahasibu na wakaguzi wa hesabu kimesema wajasiriamali wengi nchini hawana maarifa sahihi ya kuendesha biashara zao kitaalamu, hali inayochangia kwa kiasi kikubwa kuzorotesha ustawi wa biashara hizo na hata kuchangia baadhi ya biashara hizo kufilisika. Siku ya leo chama cha wahasibu Tanzania tunaadhimisha wiki ya uhasibu, ambapo wanachama wetu wahasibu wakaguzi wanatoa huduma bure kwa mfanyabiashara wa aina zote kwa kuwapa elimu bure na masuala ya kukuza mitaji yao, masuala ya kodi, kwa sababu baadhi ya maeneo ambayo tumefanya utafiti mdogo, hizi huduma za wafanyabiashara huwa waweze kuona umuhimu wa kutumia wataalamu wa kiuhasibu na masuala ya fedha katika kukuza mitaji yao. Kwa hiyo tuko hapa Kariakoo wiki nzima, na baadaye tutakuwa na masuala ya kutembelea hospitali. Kushiriki katika wiki ya uhasibu, tunatoa elimu ya uhasibu kwa wafanyabiashara wa hapa Kariakoo, kwa sababu kuweka records ni kitu muhimu sana kwa kupata mtakabali wao wa biashara, na pia itawasaidia kujua kwamba kodi wanatakiwa kulipa kiasi gani. Pia tunasaidia kutoa elimu kuona kwamba waweke hesabu tofauti kati ya matumizi yao binafsi pamoja na matumizi ya biashara. Vizimba vingine mnaviona viko wazi, sio kama vina watu, isipokuwa watu changamoto ya biashara, na vile vile soko lilivyoungua, tumekaa nje karibuni miaka 3, kwa hiyo wengine hawana mitaji, na vile vile wengine walokuja kuanza biashara wamefanya biashara mitaji inakata. Changamoto kubwa, hatuna mikopo. Cha kwanza, tumekaa nje zaidi ya miaka 4 hatufanyi biashara. Kwa hiyo tumeingia ndani, tuna hali mbaya, tumeingia kama wakiwa. Kwa hiyo kama zitakuja taasisi za mikopo, manake tupo tayari kuchukua mikopo, kwa sababu hatuwezi kujiendesha bila kuwa na fedha mifukoni. Nao wafanyabiashara na wajasiriamali nchini wameomba serikali kutafuta namna ya kukabiliana na upandaji wa bei ya mafuta ili kudhibiti mfumuko wa bei ambao unaweza kuathiri biashara na uchumi kwa ujumla. Kilio hicho cha wafanyabiashara hao kinatokana na kuendelea kwa mzozo kati ya Marekani na mshirika wake Israeli dhidi ya Irani. Kwanza, tiketi za kwenda nje, tunanunua mizigo yetu nje, nchi za Asia na kwingine. Tiketi za ndege zimepanda kwa 100%, lakini pia hazina uhakika. Lakini mizigo freight pia imepanda na baadhi ya vitu vingi vimepanda. Lakini bahati mbaya kwa sisi wafanyabiashara kupandisha bei ni ngumu sana, kwa sababu unajua nguo mtu anaona ni kitu sio cha lazima. Kwa ukipandisha nguo anaweza akaacha akaendelea na zile alizonazo. Lakini pia kuna gharama za uzalishaji biashara kwa upande wa China, nao wamepandisha kwamba malighafi imekuwa ni changamoto kuzipata. Kwa hiyo hizi changamoto zote sasa kuzicombine, baada ya mwezi wa 5 natarajia kwamba hali ya bidhaa sokoni itakuwa iko juu. Kwa hiyo tungependekeza kama zinavyofanya nchi nyingine, pia serikali hasa kwenye upande wa tozo kwenye mafuta ingezitoa hata kwa miezi 3, kwamba kupunguza mzigo, kwa sababu unapopandisha mafuta athari yake ni kubwa sana. Na sasa tuangazie ubadilishaji wa fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania leo tarehe 21 2026. Tukianza na dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2590 na senti 61 na kuuzwa kwa shilingi 2616 na senti 52. Nayo paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3504 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 3539 na senti 10. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3049 na senti 62 na kuuzwa kwa shilingi 3080 na senti 42. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 379 na senti 95 na kuuzwa kwa shilingi 383 na senti 75. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 32 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 48. Nayo randi ya South Africa imenunuliwa kwa shilingi 158 na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi 160 na senti 18. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 25. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Tunatamatisha kwa faranga ya Burundi ambayo yenyewe imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Huo ni mwisho wa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Mohamed Magesa. Biashara na uchumi.
Mtazamaji, mapumziko yafuatayo yatatuelekeza moja kwa moja katika mkusanyiko wa habari za kimataifa na Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wale wa Uganda wamefanikiwa wiki iliyopita kuwaokoa raia wasiopungua 200 wakati wa operesheni kwenye kambi ya wanamgambo wa itikadi kali mashariki mwa DRC. Taarifa hiyo imetolewa siku ya Jumatatu na msemaji wa jeshi la Uganda, Chris Magezi, aliyetaja kuwa watu hao walikuwa wameshikiliwa mateka katika kambi iliyo kando ya mto Epulu na waasi wa ADF wenye mafungamano na kundi la kigaidi linalojiita Dola la Kiislamu IS, na wengi wao walikuwa wagonjwa. Kulingana na Umoja wa Mataifa, ADF imewaua maelfu ya raia mashariki mwa Kongo tangu mwaka 2014, huku ikihusika pia na utekaji nyara wa idadi kubwa ya raia, walazimisha mateka wa kike kuolewa na wapiganaji. Mnamo mwaka 2021, Uganda iliwatuma wanajeshi wake nchini Kongo kuisaidia serikali ya Kinshasa kupambana na kundi hilo. Kwingineko, Irani na Marekani zimetoleana kauli za vitisho wakati haijafahamika wazi ikiwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani huko Islamabad itafanyika. Pakistani inaendelea na maandalizi ya mkutano huo, huku taarifa zikieleza kuwa makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance atasafiri siku ya leo Jumanne kuelekea Islamabad kuhudhuria mazungumzo hayo ikiwa yatafanyika. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia vikali Irani ikiwa haitafikia makubaliano mapya, huku spika wa bunge la Irani Mohamed Bagher Khalbafu akitaja kuwa wamejiandaa vilivyo na wako tayari kuonesha mbinu mpya kwenye uwanja wa vita. Hayo yanajiri wakati makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 yaliyoanza kutekelezwa Aprili 8 yanatarajiwa kufikia tamati usiku wa leo, hali inayozusha hofu ya kuzuka tena kwa vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Na hatimaye mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya watakutana Jumanne kujadili kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati pamoja na uungwaji mkono kwa Ukraine inayoendelea kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Mawaziri hao watampokea kwa mazungumzo huko Luxembourg waziri mkuu wa Lebanon, Nawaf Salam, atakayeelezea hali ilivyo nchini mwake kufuatia mzozo na Israeli, huku wakizungumza pia kwa njia ya video na mwenzao wa Ukraine Andriy Sybiha. Wanadiplomasia hao wakuu wa Ulaya wanatarajiwa pia kujadiliana kuhusu vita vya Irani na athari zake pana za kikanda, ikiwa ni pamoja na mvutano unaoendelea katika mlango bahari wa Hormuz. Katika ajenda pia kuna mchango wa EU katika mchakato wa amani kati ya Armenia na Azerbaijan pamoja na hali ilivyo nchini Georgia. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Ni wasaa kuelekea viwanjani, mtazamaji, kuangazia yale yaliyojili katika michezo na Johannes Michael. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja
na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari? Karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani Tanzania, ambapo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeingia mkataba na kampuni ya Data Tanzania ambayo itasaidia kutoa takwimu sahihi kwenye mpira wetu. Mwanahabari mwandamizi Shafi Dauda, baada ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na Beta TQ kusaini mkataba wa haki za data na digitali Data Light pamoja na digitalization, ameweza kufunguka juu ya betting hiyo. Sana kazi, wafanye sana mazoezi, waishi vile ambavyo professionalism inawahitaji kuishi, kwa sababu hakuna ujanja kama walivyosema. Mchezaji mjanja ambaye kwa mfano anakesha kwenye masinagogi, si ndio? Hakuna mtu anayemuona yeye anavyokwenda kulala huko kwenye madisco, akirudi kalala masaa 2, anaenda mazoezini, hawezi kuperform. Wanasema at least minimum mchezaji wakati unaondoka na kwenda kwenye mazoezi upate walau minimum masaa 8 umerest, yani mwili umepumzika, si ndio? Ukienda kufanya mazoezi manake utaperform kwa kiwango cha juu, na ile performance au yale matokeo ya yale mazoezi ndio yanayompa nafasi mwalimu na benchi la ufundi kuconsider kwenye mechi. Na ukipata chance ya kucheza mechi, manake ukionyesha ndio inakupa chance ya kucheza next match. Sasa usipokuwa makini ukaishi kwenye mazingira yale, manake hii technology inakuja kukataa na kukuvua nguo. Kwa hiyo wakati tunazungumzia maendeleo maana yake huwa yanakuwa na pande zote ujue.
Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na kocha msaidizi wa KVZ Al Kharidi Omar ametoa onyo kali kuelekea mchezo wa robo finali wa kombe la muungano dhidi ya Azam FC ambao utapigwa kwa siku ya kesho Jumatano Aprili 22 mwaka 2026. Licha ya kukiri ubora wa wapinzani wao, Omar ameweka wazi kuwa KVZ haitaingia uwanjani kinyonge. KVZ itaingia uwanjani ikiwa na morali ya juu, ikifanya maandalizi mazuri kuweza kuikabili Azam FC. Kwa sababu kwanza tunasema Azam tunakubali kwamba ni timu kubwa, lakini pia tutacheza nao kwamba tunawaheshimu kama Azam, lakini pia juu ya heshima yao na sisi ni timu kubwa KVZ, kwamba juu ya heshima tunaenda uwanjani kwa ajili ya kombe la muungano na kuhakikisha kwamba KVZ na ukubwa wa Azam, lakini sisi shida yetu ni kutafuta pointi 3 katika mechi yetu ya kesho. Swali lingine nasema kwamba tuwashukuru waandaaji wa ligi hii, lakini pia tunawataka wote wa Tanzania wote kuhakikisha kwamba tunashirikiana pamoja katika sherehe zetu hizi za muungano. Badala ya kwamba tunashereheka, manake kutakuwa ni burudani yetu ambayo inatupasa kwamba wote kuhakikisha kwamba tunaiona burudani hii kwa usalama na amani. Na pia tunawataka washabiki na wapenzi wote kuhakikisha kwamba wanatupa support timu zote mbili, kwa sababu timu kama timu inahakikisha kwamba inafanya vizuri kwa ajili ya kuweza kupata support ya wadau wake na wapenzi wake. Hapo ndo tunaweza kuona. Tuhakikishe kwamba viwanja vyetu kujaza, kuhakikisha kwamba na sisi tumo katika timu ambazo tumo katika vijana. Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na afisa michezo mwandamizi wa Baraza la Michezo Tanzania Taifa BMT Bwana Charles Maguzo amemkabidhi bendera ya Tanzania bondia Salim Kasum kama ishara ya safari yake kuelekea kwenye pambano kubwa la kimataifa litakalofanyika tarehe 25 nchini Guyana. Katika pambano hilo Salim Kasim atapigana na taji la dunia la International Boxing Organization EIBO, moja ya mikanda ya ngumi yenye hadhi kubwa duniani. Bondia Salim amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kuweza kumsapoti kwenye safari yake. Leo hii Baraza la Michezo ya Taifa linampongeza sana bondia wetu Salim Kasim kwa kuweza kupata fursa ya kwenda kuwakilisha nchi kwenye mashindano ya ngumi, mashindano makubwa ambayo yatafanyika katika nchi ya Guyana. Baraza la Michezo ya Taifa BMT tunakupongeza sana bondia wetu kwa kuweza kufikia hatua hiyo, lakini pia tunapongeza sana Mafia Boxing kwa kuweza kumwandaa kijana hatimaye leo anabeba bendera ya taifa mabegani mwake. Tunapenda kutumia nafasi hii kwanza kumtakia kila laheri, aende akapambane akijua kabisa anawakilisha wa Tanzania na anamwakilisha rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa ni mstari wa mbele katika kuendeleza michezo, hususan mchezo wa ngumi. Na ndio maana pia kuna lile pambano ambalo nimesema kwamba ni pambano na nani? Knockout ya mama. Ile haikuja hivi hivi, imekuja kwa sababu yeye amekuwa akisapoti ngumi kwa 100%. Sasa ili kumpa fadhila na kumwonyesha kwamba mama kile ambacho unakifanya rais wetu mpendwa akijapotea bure, tunakwenda kumtwanga huyu Mguyana na kuleta heshima kwenye taifa letu. Ninaamini uwezo wa kumpiga unao, sababu za kumpiga unazo, na nia ya kumpiga nikikuangalia unayo. Nenda katembeze mkongoto wa Tanzania tuweze kupata furaha na kulinda heshima ya taifa letu. Tunakutakia safari njema, Mwenyezi Mungu akubariki. Nipende kuishukuru kampuni yangu ya Mafia Promotion mpaka sasa hivi hapa nilipo, na bila kumsahau mama yetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan, kwa maana bila yeye nisingeenda nje leo hii kupata fight kubwa na yenye ubora na yenye wasifa kama hii. Nipende kumshukuru tena mama yangu kwa ajili ya kusupport michezo, azidi kusupport michezo hivi hivi, na tunamtegemea mama yetu, hatutokuangusha na mimi sitokuangusha, nitarudi na ushindi Tanzania. Na tukikwea pipa moja kwa moja hadi kimataifa, ambapo aliyekuwa beki wa zamani wa klabu ya Manchester United Patrick Evra amemjia juu mchezaji wa zamani wa Arsenal Theo Walcott baada ya kulinganisha kikosi cha sasa cha Arsenal na kile cha dhahabu cha Man United cha mwaka 2008. Evra amedai kuwa Walcott ni tishio kwa jamii na hapaswi kuonekana kwenye TV kama mchambuzi kutokana na kauli hiyo. Haya yanakuja baada ya Walcott kumuuliza Wayne Rooney kama Arsenal ya sasa inaweza kuimarika kasi ya Man United mwaka 2008, swali ambalo Wayne Rooney alijibu kwa kusema timu yake ingeichapa Arsenal the Gunners vibaya zaidi.
Na panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na aliyekuwa nyota wa Chelsea Lord Groot ameiomba klabu ya Liverpool kutomfuta kazi kocha wao Ancelotti baada ya kuthibitika kuwa timu hiyo itamaliza msimu huu bila taji lolote. Badala yake Groot anataka Liverpool impatie Ancelotti msimu mwingine ili kurekebisha mambo. Ameashiria kuwa kifo cha aliyekuwa mshambuliaji wa klabu hiyo Diego Jota kilikuwa na athari kubwa kwa timu msimu huu, kwani ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri zaidi ndani ya kikosi cha Liverpool. Akizungumza na Daily Mail Sport, Groot amesema ni upuuzi wa kikosi cha Liverpool kama endapo watamfuta kazi kocha wa hivi sasa Ancelotti kutokana na mambo ambayo ameyafanyia klabu hiyo licha ya kutokutoa taji lolote kunako pale nchini Uingereza. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Zinazile Msimo kwa ajili ya kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa, mtazamaji, kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu wa leo kutoka kwa TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Rukwa na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa.
Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeka Luhitana, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Makamu wa rais ashiriki baada ya kumwaga Askofu Bernardine Mfumbusa. DRC na Uganda zaokoa mateka 200 mikononi mwa ADF. Nako katika michezo, TFF ya saini mkataba na makampuni data ya Beta TQ. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, mimi ni Zinazile Mswima na kutakia usiku mwema.